Naitwa Rashidi Mlisho Mlowezi, ni mwenyeji wa hapa mjini. Pigiwa tu simu ya ghafla tu na mama yangu, kaniambia bwana Ngosha amefariki, ila wamemuua. Ndio nikawa nimetoka moja kwa moja kuja eneo la tukio, nikakuta tayari mwili wafanyaje wamepakia. Ukweli sikuwahi kusikia na ugomvi na mtu wala fitina na mtu, na alikuwa ni mwadilifu kwenye kazi yake na ni mwaminifu pia. Hata ungempa milioni ilikuwa inafika. Mimi Ngosha namfahamu kwa sababu tulishokuwa kukaa naye nyumbani akiwa msaidizi wa kazi za bustani ya babangu mdogo zaidi ya miaka 4, na mpaka anatoka kaingia shughuli zake za kujitafutia maisha, akatokea akiwa nyumbani, ndo akaanza shughuli za bodaboda. Bali na hapo, Ngosha alikuwa pia ni bodaboda wangu ambaye nilikuwa namuamini hata kwa mizigo yangu ya nyumbani, kuanzia familia yangu kumwagiza kila kitu. Naona kikweli nimeumia sana. Mtu kama amekufa, ikabidi watu tutoke twende mpaka eneo la tukio, tukakuta kweli mtu karazwa juu ya kaburi. Na kweli katika kuangalia kuna baadhi ya watu walikuwa hawajamtambua vizuri, lakini kuna mtu mmoja ni mtoto wa mheshimiwa diwani aliyepita, kaja akamuona akasema, huyu mbona mimi namfahamu, huyu anaitwa Ngosha. Basi ndio hilo tukio lililotokea. Tukio moja, lakini mara nyingi Marolo huwa inaletewa vitu kama hivi. Huwa inaletewa, sio kwamba watu wanauawa hapa. Kwa mfano hata huyu mmejionea, huyu mtu hajauawa hapa. Nadhani hata damu hakuna chochote ambacho unaweza ukathibitisha, hakuna misuguano. Kwa hiyo na huku kwetu tumekuwa, kwa sababu ya wingi wa pori, tumekuwa sana tunaokota sana maiti zilizokuwa zimeshakwisha uawa. Kwa majina naitwa Doto Mamtuya, ni katibu wa maafisa usafirishaji mkoa wa Tabora. Tukio kama hili kwa kweli kwa sisi binafsi kwanza linatusikitisha sana, na mapokeo tuliyoyapokea sio kama tuna furaha nayo, hapana, bali tunakuwa tuna majonzi makubwa, kwa sababu ni juzi tu kuna tukio jingine lilitokea hili Tumbi, na sisi kama mashahidi tulikwenda mpaka sehemu ya tukio tukaona, na tulichokiona Tumbi ndio tulichokiona leo katika makaburi ya Miemba pale. Kuna umuhimu sasa sisi kama viongozi kutafuta ngazi za mkoa katika neno la ulinzi na usalama, tukakaa nao tukajadili ili kudhibiti vitu kama hivi. Marehemu kwa kweli kakutwa kafungwa kamba miguuni pamoja na mikononi, alafu wamemlaza juu ya kaburi. Sisi kwenye utendaji wa kazi wetu kuna vitu viwili ambavyo tunakuwa tunavisema mara kwa mara. Yaani unapofika usiku, hakikisha wewe afisa usafirishaji usiruhusu kubeba mtu zaidi ya mmoja. Yaani usibebe mishikaki, kwa sababu matukio kama haya yanaendana na watu wanaokuwa wanabeba mishikaki. Ukibeba mishikaki kwa usiku, hakikisha basi unayembeba unamfahamu. Lakini kama umfahamu, upaswi kubeba mishikaki, kwa sababu ukibeba mishikaki lazima ukutane na matukio kama haya. Sisi wenyewe tunayalaani sana, na tunawasihi bodaboda wasiwe wanasubutu kufanya vitu kama hivi tunavyovikataza sisi viongozi wao.